Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huo ndio upendo wa Mungu, kumtuma Yesu Kristo kwetu. Kuna mapendo ya wanadamu ambayo yakutaka vitu. Upendo wa agape ni wa Mungu. Wala mnaandika agape ni pendo la Mungu. Agape ni pendo la Mungu mwenyewe, na mwenye upendo wa Mungu ana pendo la agape ndani yake. Tukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura 13, Wakorintho wa kwanza ile sura 13 na ule mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Neno la Mungu linatuambia, linasema hivi. Wakorintho wa kwanza mstari wa 13 mstari wa kwanza mpaka 8 nasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upotovu mao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena kijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Mstari wa 4. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali haufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, ustahimili yote. Mstari wa 8 na mwisho. Upendo haupungui neno lolote wakati wowote, bali ukiwapo nabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Wapendwa wana wa Mungu, Biblia inasema kwamba nijaposema kwa lugha za wanadamu na hata za kama za malaika, kama sina upendo ni kazi bure. Sikia, upendo, amri kuu Mungu aliyoitoa kwa watu wake ni upendo. Amri kuu Mungu aliyoitoa kwa watu wake ni upendo. Na hiyo ndio amri ambayo Mungu ametupa sisi, kupendana, upendo. Na unaona upendo umegawanyika katika maeneo mawili. Kuna upendo wa agape na pendo la dunia. Si kila anayekupenda unaweza kufikiri. Mwingine anaweza kupenda fedha yako, lakini ana upendo wa agape ndani yako. Lakini siku ukiishiwa na upendo unakoma pale. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni upendo wa dunia. Siku ukiishiwa, mtu anaondoka zake, anakuacha njiani. Na tumeona pendo la dunia limekuwa na mambo mengi. Na ukiona leo kuna vijana wengine anamtafuta binti fulani, anaonyesha upendo, anamtafuta ili afunge naye ndoa, si kwa sababu ya upendo. Upendo wake uko kwenye kazi. Siku kazi kisha naye anaondoka. So amependa kazi yake nzuri, ni director fulani wa ofisi fulani, anaheshima mahali fulani. Kwa hiyo kijana anajisogeza, anajua nimekupenda, nataka nikuoe. Na yule binti anasema hakika kweli nimepata kijana mzuri, nataka niolewe na yeye. Lakini kumbe alichofuata ni nini? Kazi, ale vizuri. Kuna watu wengine hataki kujishughulisha, Mario apumzike, ahudumiwe, apige pamba, apewe na pake. Kuna wanawake anampa mwanaume hela sawa na kazi, nenda katembee mjini afu jioni urudi. Usio na shida, si ndio hapo? Nenda katembee tu kwenye ofisi. Anaweza kujisikia ofisi hata maisha haina fedha, haina mshahara mzuri. Wewe nenda. Kwani una shida gani? Mimi na mshahara mkubwa na marupurupu kazini. Lakini jamaa hili limeenda pale kwa sababu ya pendo la dunia, kupenda fedha. Huo ni upendo wa nini? Wa dunia. Upendo wa dunia, mtu anaweza kupenda shepu ya mtu. Shepu ya mtu, akampenda msichana sababu ya shepu yake, umbo namba 8. Sasa unajua kuna kupenda sana.
Ukimwangalia kaumbika kweli, binti kaumbika kweli kweli. Huo ni upendo wa mwanadamu. Na yule kijana anasema kweli upendo. Siku zile nyama zikishuka zikiondoka, upendo upo. Akishuka tu mashavu, safari yangu, unamwona anaanza kuangaika huko nje, kwa sababu alikuwa amenenepa vizuri, amependeza. Huo ni upendo wa dunia. Si kwa kidhoofika, kiumwa tu malaria. Umekuwa kama mzee siku hizi. Mbona sura yako imeshuka? Mbona mashavu yameshuka? Mbona hizo ngozi zinakushuka? Siku zinakaa hivi. Unaona maneno ya kebei yanaanza, sababu kila alichokuwa nakipenda hakipo. Kikiondoka na yeye anaanza kutafuta pengine. So hilo ni pendo la dunia. Na wengine watakupigia makofi, watakwambia ase wewe ase. Yaani utapewa sifa za kijinga kwa sababu una hela. Hata kama umekosea, wanasema hujakosea. Ili ukikaa nao, ukimkosoa tu bosi, na wewe uchao unaishi. So yuko pale kwa sababu ya title yake. Kwamba siku ile bosi akikosa fedha, utakao muone mtu hata mmoja tena, atakusema, atakutukana. Nilikuwa lichinga, nilikuwa tunatupa hivi, tumekula sana hela yake. Huo ni upendo wa dunia. Lakini tunasema pendo la Mungu, anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo nimekuwa kama shaba leo upate uvumao. Sema tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote. Ninapokuwa na unabii na kujua siri na maarifa yote ya Mungu, kama sina upendo ni kazi bure. Naweza kukuta kuna nabii lakini hapendi watumishi wa shirika wake. Anapenda hela yao. Anawapiga fedha, nendeni. Hapa mama mmoja juzi akaja kaniambia, nimemwona nabii akaniambia bila milioni 2 nitaenda niende nyumbani kwake, nikiaje nyumbani kwangu kuwe na milioni tena zitume kabisa kwenye akaunti, sio bla bla cash. Nikasema ulituma? Anasema baba nilituma. Nikaelewa alikuja alifanya muujiza gani? Asema mtumishi, yaani wewe ni mara 20 mara 70 mara 100 shahidi. Baraka zako tumeziona, kila ulipotuombea tulifanikiwa. Nikamwambia mwana mjao kunipatia hiyo milioni 2. Hata sadaka. Mnaenda kutafuta kule mkiambiwa njoo faster. Nikamwambia ule kunipa milioni 2 ya mama. Sadaka yako ni kiasi gani? Huwa ni hivi na hivi. Niliwahi kukudai? Si unatoa kwa kadri ulivyoona. Kule mbona umetoa milioni 2 umepona? Nikamwambia nenda kaingia kwenye toba. Tishughuliki na wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu katika ulimwengu wa roho wamekamatwa kwa sababu hao manabii wanapenda fedha kuliko kupenda kuwahudumia. Na bora tuwaite manabii sasa ni manabii fake. Wana pretend, wanacheza na akili za watu, cheza na fahamu za watu na mawazo ya watu. Lakini Biblia, mimi uko siku zaidi, nasema kwamba nijapokuwa na unabii na kuwa na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Upendo ni kitu ambacho kimejitegemea chenyewe. Nikawa na maarifa, nikawa na upako, nikawa na nguvu ya Mungu, nikawa na hichi, kama sina upendo ni kazi bure. Idara zote ni za Mungu, unabii ni wa Mungu, maarifa kujua siri za Mungu. Tena anakuambia na habari zako kabisa, huyu nabii na kujua siri na neno la maarifa atalitoa, atakwambia, atasema hakika huyu ndio ana upendo. Lakini kumbe upendo ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, nikitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Ona upendo ulivyojitenga. Kumbe mtu anaweza akatoa mali yake kwa yatima, kwa mjane, kuwalisha maskini, kusaidia kazi. Haya ni matendo yanaitwa matendo ya nini? Ya huruma. Huruma sio upendo. Huruma ni kitu kingine. Ndio maana mwanadamu anaweza kuwa na huruma, kuna wakati huruma ikafanya nini? Ikaondoka.
Sema ndio huyu. Mbona huwa na huruma? Imekuwaje leo amekuwa mkatili? Ile huruma haipo tena. Ni elementi, ni kiambatanishi cha upendo, lakini matendo ya huruma ndio hayo ambayo tunaweza kusaidia mjane, yatima, kusaidia maskini, kusaidia lakini hapo kwenye elementi ya upendo. Lakini upendo wa kweli unampenda mtu forever na kumwona ni binadamu mwenzako aliyeumbwa na sura ya Mungu, ambaye sasa unahisi njaa inayekuuma wewe ni sawa na yeye anauma njaa, au yeye ndiye anayemuuma ni sawa na njaa ya kwako. Mwenye upendo huwa anafikiria mara mbili. Kama Mungu amenipa baraka, kwani mnyime chakula? Kwani mnyime hii 50 msaidie kwa ajili ya chakula? Kuna watu hana huruma kabisa, hana upendo. Hana huruma kisha hana upendo. Anaweza kuwa na huruma lakini hana upendo. Akawa na huruma lakini sasa akakusema kwamba nilimsaidia. Mwenye upendo hata zungumza kwa mtu kwamba alikusaidia, maana anaficha. Anapotoa anasema tulia, nitakusaidia, lakini na sitaki mtu mwingine ajue. Nataka nikupe hichi, alafu nyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa neno zima la upendo linazungumza kuwaona wajane, kuwasaidia wenye shida mbalimbali. Huo ndio upendo wa kweli katika Yesu Kristo. Tena anasema hata kama mtu akatoa mali yake na hata mwingine akaungua mpaka na moto, kama ana upendo ni kazi bure. Biblia inasema upendo huvumilia, haufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo unavumilia mengi. Kwenye shida upendo unavumilia. Mwanamke wa kweli huwa anavumilia kwa mume wake hata hana fedha. Anasema tutavuka baba, hamna shida. Anamtia moyo mume wake, anamtia moyo mke wake, kwa sababu wanavumiliana. Wanakula na maharage kila siku, anasema hii ni mboga nzuri sana, tuvumiliane mwanangu, Mungu atatusaidia mbele ya safari. Kuna mwingine usipoacha kodi ya meza. Anajua kodi ya meza ni nini? Hela ya kodi ya nini? Waliita jina nao kodi ya meza. Kwa sasa asipoacha fedha ya kutosha mezani, akirudi anakuta changamoto, kimewaka, kimenuka. Sisi tunakula maharage, kwani sisi ni wafungwa? Anamstress mume wake. Mume hajapata kazi. Ndio maana wanaume wengi wanakufa kabla wakati kwa stress za wanawake wasiokuwa na nini? Na upendo. Mume hana kazi, anakuja kwanza amekutana na dhoruba huko barabarani, amekutana na changamoto, amekutana na mapito, hela hajapata, anawawaza watoto, anawaza mke, watakula nini? Anarudi moyo wake ameinama, anaingia anapokewa na matusi. Nashangaa presha inashuka. Alianza kuwaza kiwa kule kwenye kibarua, au hajapata kazi. Anakuja kumaliza na maneno, presha inapanda, wengine mishipe inapasuka, anaanza kutoa damu, anashukua. Ndio maana angalia, wanaume wengi wanaacha wake zao kwa sababu ya presha. Anampressurize, yani anamtesa mume. So ndani yake hana upendo. Kile kidogo alichonacho wakigawanye wale wafurahi. Hamhurumii mwenzake, anajua ni grade, akienda lazima aje na mifuko imejaa. Na saa nyingine amekoswa na magari kwa barabara. Na saa nyingine ametukanwa huko, ameomba kaambiwa kazi yako kuomba. Na wengine wamekosa upendo, alichofanya anaishia kwenda kukaa baa, anakunywa pombe, ananyosha pombe, analewa, anarudi amelala. Tukano wezavyo na usingizi, asubuhi huyo utamfanya nini? Kaamua maisha hayo. Ni kinywa ndio napumzika. Simaanishi kwamba tunachochea. Ninazungumza kile ambacho kisababishi, ambacho kinachosababisha upendo kitoka ndani ya familia kwa baba na mama, inakuwa ni changamoto. Sasa unakuta majina wanaoitana sio baby tena, umbwa koko. Ili umbwa koko ili
Hujakuwa na mtu anatukana moyoni? Ili imetokea wapi? Anatukana moyoni. Yaani ningejua ndio sipendi. Mwanaume suruali. Kwa sababu ndani yake hakuna nini? Upendo. Mwanamke mwenye upendo, baba mwenye upendo kwa pande zote, upande wa baba na mama wanavumiliana. Mama amekosa, wanakaa wanajadili tufanye nini? Tukoroge hata uji tuendelee na maisha. Wanahurumiana, wanapendana. Kwenye magumu utaona wameshikamana mikono. Kwenye shida unaona wanashikana kwa furaha. Huo ndio upendo ambao Mungu anautaka wa kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema upendo wa usudu, upendo utakabari, ujivuni. Upendo ujivuni. Mtu mwenye upendo hata kama leo amebarikiwa na vitu vya gharama, hutamuona anajionyesha. Akinunua nyumba nzuri hutamuona akionyesha. Akiendesha gari nzuri hutamuona akionyesha. So yeye ajivuni. Anajua vyote ni neema ya nani? Ya Mungu. Ukiwa na upendo watu watakupenda. Watu watakufadhili. Utakuwa ni rafiki wa kila mtu. Hata kama kwenye shida hawatasema hilo litoto la lina kiburi, liache. Ili la kiwata lisalimiaje hilo, kutana naye. Huyo mtoto simpi kazi. Ninajua amemaliza chuo, naweza nikampa, lakini hasalimi, ana kiburi, ni jeuri na wazazi ni majeuri. Nina nafasi ofisini za type yake, lakini simpi. Kwa sababu haonyeshi nini? Upendo kwa watu. Jamii tunaishi nayo takiwa kuonyesha nini? Upendo. Ukiwaonyesha watu chuki, ndio chuki takayemrudia yule mtu itakurudia. Ukilipa kwa upendo, nao utalipwa nini? Upendo. Ukilipa kwa kisirani, na watu watakupita kwa kisirani, watamlipa huyu kwa kisirani. Pia kwa anasema asalimiaje huyu mama fulani, baba fulani. Watu wanapita. Sema hata nikimwamkia hawezi kuitika. Acha nipite. Sasa kumbe upendo unatengeneza CV yako, taarifa zako za baadaye, ambazo jamii itakusoma, itasema ile familia kwa kweli, baba ana upendo, mama ana upendo, watoto ana upendo, ni familia nzuri yenye upendo, nyumba nzuri yenye upendo, nyumba ya kimbilio kwa kila mtu. Kuna nyumba zingine watoto waingiaji, ujue haina upendo. Nyumba ambayo watoto hawaendi, wakati mwingine wakacheza na watoto wengine, yaani ile nyumba haina upendo. Sababu wakifika watachafua nyumba, toka nje, watu nje ya geti, na hiyo mchezo huko. Na nyie msichangamane na hao watoto, kaa ndani. Geti. Ile mitoto inakuwa kama broiler, iko huko ndani. Sio hiyo tu, wanaishi maisha ya wazazi wao. Ule msingi mzazi anaojenga kwa mtoto, kama ni mbaya wa kuwabagua watu, asionyeshe upendo, hiyo mbegu anayoipanda atadaiwa na Mungu. Ndio aliyoipanda kwa mtoto. Mtoto anaambiwa hivi, wapende watu wote, waheshimu watu wote, penda wanayekupenda, usipigane na mtu, usichukie mtu, usidharau mtu, salimia mtu, ila kataa tabia zake mbaya. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kuna mwaka fulani familia fulani kwa ipendana, wakiwa kwenye shughuli za kifamilia, hawakai mahali pamoja. Sasa kukawa kumetokea harusi. Harusi ile ilikuwa ni harusi ya familia. Wakawa wameshiriki kwa mchango, lakini hawakufika kwenye vikao. Ile familia ilianzisha chokochoko. Wakati MC siku ya harusi wanaitwa wa baba mkubwa na mama mdogo waje kae meza moja, waligoma. Si familia lazima wakae meza kule, meza za wazazi.
Wao waligoma na mke wake, wakakaa nyuma, wamejichanganya na waalikwa wengine, wakati wao ndio wenye shughuli. Binti anatambulisha, kijana yule anatambulisha, anasema baba mkuu, baba mdogo yuko hapa na mke wake, naomba usimame. Wakasimama kule nyuma watu, afu meza yao na viti vyao viko wazi. MC akasema, ninaomba mwache tofu, kama mmegombana kwenye familia njoni mkae hapa. Waliondoka kwa aibu na juisi zao. Juisi ya chetu tutawabebea, zile ziko mbele. Sasa ile aibu ikawaweka namna hiyo, lakini wamekaa pale wamenuna, watu wanacheza, wao wamekasirika. Uone pepo la kutokuwa na upendo likiingia ndani ya mtu. Baadaye muda umeenda, harusi imeisha, wakanitafuta mimi, wakasema, tunakuomba mtumishi, tutapika chakula hapa nyumbani, tutamwita na fulani aje tuje tutengeneze. Bahati nzuri kweli akakubali kwenda yule aliyokuwa anagoma. Akaenda, kumbe tofauti ni ndogo tu, watoto waligombana. Alimnyang'anya kikombe cha chai. Asema sababu ulikuwa kwao ndio maana kwa kunyanyasa. Sasa wataona sisi kwanza tuna hela. Kwa kumbe shida ni watoto kugombana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna ambavyo neno la Mungu linasema kwamba lazima wapende wanaokupenda, ila asiyekupenda achana naye kwa hekima, na uchague watu wa kuwa nao kwenye maisha. Si kila mtu atakaye kupenda ni upendo wa Mungu. Mwingine nimesema ametumwa na adui kuja kukumaliza, ametumwa na malango ya kuzimu amekuja kukumaliza. Lakini nataka nikwambie kwamba silaha ya adui, kuna wakati mwingine anatumia polite language, anatumia lugha nzuri ili kusudi akupate. Anaweza kutumia lugha nzuri ya kupata na akakusifia na kila kitu, lakini shida ni kwamba katika ulimwengu wa roho kuna kitu cha kwao wanakitafuta. Si kila atakayeonyesha upendo ana pendo la agape. Mwingine anatafuta vitu, ameleta mauti, amefuata kazi yako ulionayo, anajifanya kuwa chawa wako ili kusudi msaidie, lakini upendo wa kweli haupo. Biblia inatueleza kwamba aliye na upendo wa kweli wa Mungu, tunaenea kwenye upendo huko ni wa familia, upendo wa kanisa, upendo wa kanisa. Na changamoto za watu kutokuelewana. Wako ndani ya kanisa moja, mwinjilisti na mchungaji hawaelewani. Nimeona mahali fulani sana wanagombana kabisa, wamekaa madhabahuni wamenuniana. Yaani kila mmoja anasema ibada inaisha saa ngapi? Kwa sababu sheria ya dini lazima wafanye ibada. Mchungaji haendi ofisi ya mwinjilisti na mwinjilisti haendi ofisi ya mchungaji. Hawaelewani. Akija kwa sharika la tamani niondoke ni hapo. Hawana ushirikiano. Sasa madhabahu ile inawezaje kulindwa na watu wasiokuwa na upendo? Madhabahu ya watumishi wa Mungu wakiwa madhabahuni, jambo la kwanza lazima washirikiane, wapendane, waombe madhabahu, alafu ndio moto wa Mungu na nguvu ya Mungu itashuka wapi? Madhabahuni. Kusiwe na manunguniko. Kanisa la leo limependa sana mambo ya chuki kuliko kupenda Mungu. Au watu wa siku hizi wanapenda sana chuki kuliko kumpenda Mungu. Chuki ndio imetawala. Una fedha upendwi. Kuna watu wengine kama una hela kwao ni kapuku tu. Utaangalia TV, watalala chumbani. Ukichoka uondoke. Kwa sababu huna fedha. Wanapenda watu ambao wanasema hata kama nikiongea naye atanisaidia nini? Hiyo fedha itamsaidia mtu akilala pale akaanguka. Hiyo fedha itatoka mfukoni msaidia kutoka benki. Atakaye mnyanyua mtu huyu ni mtu asiyokuwa na hela.
Mwenye mikono miwili mwanadamu atapiga kelele, hata kama ana hela atapiga kelele, ataita bajaji, mtu huyo atapakiwa, atapeleka hospitali. Fedha italipia tu bajaji au hiyo pikipiki au chombo chochote cha moto afike mahali. Lakini Mungu anatueleza kwa habari ya namna ambavyo upendo ni silaha kubwa sana kwenye maisha yako. Nimesema tunza sana upendo ili ukusaidie mbele ya safari. Tunza, onyesha upendo ili watu wayapende maisha ya ile nyumba yenu. Wapende upendo mlio nao. Nyumba nyingine watamani hata kwenda, watamani kuingia hata kwenye hilo kanisa, kwa sababu hawana upendo. Wanachaguana. Kama una hela ni mshirika feki, kaa pembeni. Kaa pembeni. Hawana upendo ndani yao. Mwenye upendo angalia gharama, anakupa hata kitu cha thamani kulingana na upendo. Mimi na gari ipo hapo mpya nyingine hapo. Kusawa ya upendo wa Yesu. Upendo wa nani? Gharama ya upendo wa nani? Wa Yesu. Sema tumie hiyo gari. Paka ya kwako nyingine utakaporekebisha, wewe tumie tu. Muda wote. Wakati wote. Tumia. Nani atakupa choma cha mtandao ukatumia? Hivi ukiazimu hata shilingi 1000, si utakoma? Unapewa kitu cha milioni 38. Mtu anakupa kitu cha thamani ya milioni ngapi? Anakuambia ukatumie. Ni nini upendo wa nani? Wa agape wa Mungu. Pendo la mwanadamu hawezi kupa kitu, anaangalia, sigari yangu nimenunua kwa hela yangu. Hela nyingi sana niliwekeza. Yaani anaangalia kila alichowekeza mahali pale. Lakini mwenye pendo la Yesu Kristo haangalii thamani ya chombo alicho nacho. Anachofanya ni kwamba ninaachilia kwa sababu ninatengeneza upendo wa Yesu Kristo ndani yake. Kanisa lenye upendo linahurumiana, linaenda mbinguni, linaonyesha watu kwenda mbinguni, linaonyesha njia, halina chuki, halina maneno maovu, na linaona watu wote ni sawa. Wakristo wote ni watu wa Mungu. Ibada ni moja ya kanisa ya watu kwenda mbinguni. Lakini kanisa la leo halina upendo. Kila mmoja na kanisa lake anasema kwamba Mungu wetu ni mkubwa kuliko Mungu wa pale. Mungu wa pale hakuna madhabahu, pale ndio kuna madhabahu, pale ndio kuna Mungu, pale hakuna Mungu. Huo sio upendo wa Kristo. Ukiona hilo kanisa la namna hiyo, kimbia. Wanakuambia pale hakuna Mungu. Yaani hata kwetu ukute hakuna Mungu, watu wanaloga huko ndani, wanafuma uganga na ushirikina, kimbia. Lakini kama wanaliabudu jina la Yesu Kristo, wanatumia Biblia, wanafanya na maombi, wanakemea na mapepo, wanakemea na dhambi, wanaita watu waokoke, wanafundisha maarifa ya kimbingu, wanaonyesha njia ya kuelekea mbinguni, hilo ndio kanisa. Na kila mtu amepewa. Hakuna mtu mwenye mbingu ya watu wa kupeleka mahali. Hakuna. Mbingu moja ni ya Mungu tu. Sisi wengine ni wafanyakazi kwenye shamba lake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote ni wafanyakazi kwenye shamba la kwake. Lakini ufalme ni huu mmoja. Kila mmoja ana kiamba chake, wachaga anasema kiamba, eneo lake. Huyu anafanyia huku, anafanyia huku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tulikuwa kwenye kikao cha makanisa ya kimitume, tunaita makanisa ya deliverance na utume. Haya tunatuonesha namna hii ya ministries mbalimbali. Kwa tulikutana na jopo la kamati, tukawa tunaongea kwa habari ya kanisa hili ambalo tunapeleka injili kwa ukubwa ili ifike kila mahali. Tukaona jambo la kwanza ni kwamba lazima kufuta maneno na watu wa dini wasiotaka huduma hizi zikahubiri injili mahali. Kwa nataka niseme kwamba katika maisha tulio nayo,
mahali ambapo inahubiriwa Injili, mimi nawaheshimu sana watumishi wa Mungu. Yeyote Mungu anajua. Sisemi neno baya kwake, wala siongee neno baya kwake, ila akiamua kusema na mwingine aseme, lakini mimi ninachojua kwamba tunaenda mbinguni. Amen. Acha endelee kusema, kwa sababu ndani yake hakuna upendo. Hata kama tukasali watu 5, kama wanaenda mbinguni ni right, vizuri. So Mungu atafuti watu wengi, anatafuta mtu mmoja. Tukiwa mmoja, 100, 550, 80, 500, 10,000, ni mtu huyu. Hapa yuko mtu huyu, ni wewe. Kwa kila mmoja ana moyo wake, ndio watasema mtu mmoja. Kila mmoja ana wokovu wake, mtu mmoja. Hatuendi mbinguni kwa sababu ya kanisa lote. Sawa, tukiwa mtu mmoja tutaenda mbinguni kanisa lote. Mtu mmoja ni wewe. Wewe ni nafsi iliyo hai inayotembea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunapozungumza habari ya pendo la Mungu, ni pendo ambalo ameachilia kwenye maisha yetu. Usiwaclassify watu, ishi maisha matakatifu, hurumia mjane na yatima, toa sadaka kwa ajili ya kazi ya Bwana, msaidie, weka alama kwa ajili ya yatima na mjane, msaidie. Umepata neema, saidia. Kwa sababu si kila mkate ni wa kwako, si kila fedha ulio nayo ni ya kwako. Nyingine ni ya mjane, nyingine ya yatima, nyingine ya mlawi. Kwa hiyo Mungu amekupa hiyo nafasi kwa upendo, ili umtumikie kwa upendo. Si kila hela ni ya kwako na watoto wako, na kulipa ada na kulipa renti ya nyumba, si na kila vingine huwa ni kwa ajili ya Mungu. Ninaposema Mungu, ni mhitaji, ni mgonjwa, ni mjane, ni yatima, ni mlawi kweli kweli, ale magotini nyumbani mwako, ale nyumbani mwako. Haposema nyumbani mwako, sapoti maisha yake, sapoti kazi ya Bwana. Leo tumetengeneza milango ya kanisa yetu sawa ya upendo wa Kristo. Mtu anaacha chakula shika la kwamba ana fedha, hana, anajinyima, anasema naweka malango ili tufunge nyumba ya Bwana. Huo ni upendo wa Kristo. Na upendo hauangalii fedha nyingi ndio mtu atoe. Mwenye upendo kwa Mungu haangalii gharama. Hata kama anapita kwenye magumu, anatanguliza cha Mungu anaposikia, kwa sababu anampenda sana Yesu wake. Amen. Watu wanafikiri kumpenda Mungu na kumtolea mpaka uwe navyo vingi ndio mtolee. Havihesabiki kuwa ni upendo. Na sadaka ya kweli ni ile sadaka kile kidogo, kama yule mama wa Sarepta anamwambia mtumishi wa Mungu Elia, nipikie. Anamwambia sasa nipikie kidogo nile. Nabii anamwambia yule mama, anamwambia naomba nipikie kidogo nile. Wewe pika, tunasema hichi ndio chakula cha mwisho, sema hicho chondo na kitaka. Kwa kile kidogo ulichonacho ndicho ambacho kinaonyesha upendo. Kwa ukionyesha upendo namna kidogo ulichonacho, huwa kinaonyesha upendo mbele za Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 6. Wagalatia 5:6 inasema, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, wala kutokuwa kutahiriwa, bali imani tendayo kazi kwa upendo. Kwamba tunaposema kutahiriwa au kuokoka, kwa maana nyingine ni wokovu, bali ni imani tendayo kazi. Ndio imani ya upendo iliyoko ndani yako. Wagalatia 5:22. Wagalatia sura ya 5 mstari 22 anasema hivi, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Lakini tunda la Roho, Wagalatia 5:22, lakini tunda la Roho ni nini? Sema upendo, sema furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Hilo ni tunda la nini? Matunda ya Roho. Tunda la Roho ni nini? Upendo. Tunda la Roho jingine ni nini? Furaha. Unaweza kaandika, naanza tunda la Roho la kwanza ni nini? Upendo. Tunda la Roho la pili ni nini? Furaha. Tunda la Roho la
nini? Amani. Tunda la Roho jingine uvumilivu. Tunda la Roho jingine utu wema. Tunda la Roho jingine fadhili. Tunda la Roho jingine uaminifu. Uaminifu. Hayo ndio matunda ya kiroho. Kuwa mwaminifu kwenye maisha, utatunza tunda la Roho. Kuwa na upendo, tunda la Roho. Furaha. Na kuna mtu mwingine ananuna kila wakati. Yeye kila wakati ni majanga tu. Kila wakati ni shida zisizoisha. Anawaza changamoto alizo nazo. Anawaza mapito aliyo nayo. Siko nikwambie shida haziishaki duniani. Ila sisi tazikemea shida ziondoke. Kuna wakati mwingine raha jipe mwenyewe, furahi. Sisubirie kufarijiwa na mtu. Songa mbele mwanangu. Pambana, mwite Yesu, ita furaha ya Bwana ni tunda la Roho. Roho yako ikinyanyuka, ile utu wa kale unaondoka. Roho yako ikinenepa, mawazo mapya yanakuja. Roho yako ikisimama vizuri, kila jambo linakuja. Ujasiri unakuja, afya njema inakuja. Hilo ndio tunda la Roho, kwa maana furaha. Amen. Furaha ya Bwana ndio nguvu yako. Nguvu yetu, nguvu yangu. Furaha ya Bwana. Haleluya. Amen. Ndio maana tukisema Bwana asifiwe tunaimba hapa. Yaani hiyo ni furaha. Na nakwambia kama mtu mwenye furaha ya pendo la Yesu, yaani ungekuwa unasimama kwenye kiti, tunapoimba unashangaa. Yaani ili paa hili, sauti zinapita mpaka kule juu. Kwa sababu watu wanapendo, wanapoimba furaha ya Bwana inafanya kazi ndani yake. Furaha ikiondoka, tunda la Roho linaondoka. Takuwa ni mtu mwenye huzuni. Takuwa ni mtu wa kulia kila wakati. Kwa sababu Yesu ni pendo, anakupenda wewe. Kuna watu wengine walishachomoa membrukali kwenye maisha yako, achana nao. Walishachomoka kwenye maisha yako sababu ya maisha ulionayo. Achana nao, songa mbele mwanangu. Isiyo sababu ya kufanya ukae pale. Watu wanakuchukia bila sababu, au wanakutafutia maneno. Usiende kuhangaika nao. Endelea kuomba, songa mbele. Wala usiwajali, kuwa na furaha. Hata kama mtu amekuumiza kwa namna gani, endelea kufanya, endelea kuviweka pembeni, songa mbele, mwite Yesu. Na uzuri Yesu yupo Bwana. Wanadamu wanaweza kukataa, wakakusema, wakafanya nini, lakini yuko Yesu hajakukataa. Mungu yupo hajakukataa. Yesu Kristo hajakukataa katika maisha yako. Niliwapa ushuhuda nikawaambia siku wazazi wetu walipofariki, tukaachwa wadogo sana. Mimi nikaachwa nikiwa darasa la kwanza. Baba anafariki. Mama mwaka unaofuata darasa la pili, nikiwa darasa la 4, mama naye kafariki. Tukabaki na kaka yetu bado kijana mdogo, akaanza kutulea sisi. Ghafla ile jamii na ndugu waliokuwa wanaonyesha upendo wakati wa baba na mama wakaondoka wote. So walijua kwamba hawa watoto wameachwa, hawajajua kujisimamia. Ukienda tu pale watakuganda, utakuwa ni sababu. Tuliachwa. Tunalima kibarua kupata kisado cha mahindi lita 3. Tunachanganya na mchicha ndio unakula. Na wale ndio wanakupa kibarua, wanakuambia naenda kulima na nipata. Hakuna mtu kulea madaftari. Kaka anasema kafanye kibarua, lima miraba 10, madaftari 5. Afu jani liko namna hii, afu nangolea. Mvua inanyesha. Unanyesha na unacheza, mvua inanyesha huko unalima. Afu unalia. Hakuna mtu kulea madaftari. Sio wale waseme hawa wamefiwa na babake na mama gani tuwasaidia. Fanya kazi. Tena wakati mwingine unaongezewa kabisa, wanakuwa ndio watumwa wao. Ukishamaliza unafika pale jioni, madaftari yenyewe wapewa, naambia tutakupa kesho jioni. Na kesho atakwenda kaandike darasani. Paka tukakague. Hapo hawaendi. Siku hiyo wendi shule, unakaa nyumbani. Hapo chakula hakuna. Mvua zinanyesha. Wanadamu. Nimejifunza kitu, wazazi wako kama wapo. Wazazi jiombeni sana, mlee watoto. Msife kabla wakati kwa jina la Yesu. Ninajua hata niliyopitia. Najua. Ndugu walitutenga, majirani wakatutenga, kila mmoja akatutenga. Siku mvua inanyesha, tuko
ikaanguka, ya nyumba ya udongo ikatulalia juu, watu wakajua tushakufa. Wanakuja asubuhi ile mvua ndogo namna hii, wanaanza kuchimbua. Mimi nikapiga kanasema niko hapo, akatoka kaka yupo ameenda kutafuta kibarua, ameenda maeneo yanaitwa Haidom wa kule Mbulu kufanya kibarua, ndio kuna mahindi yanapatikana. Anakuja na debe moja la mahindi. Alafu kaka wiki nzima analima mashamba ya Wairaki. Sisi tumeacha hakuna chakula, tunapika mchicha. Tutachemsha mchicha ule wa mchicha pori, mnapika kwenye lichungu, mnakula hivyo hivyo. Mchukuchuku kiweka tu chumvi na kula hivyo. Hakuna mtu analeta hata unga, chukueni watoto mle. Au mnaendeleaje? Paka miguu inaanza kuvimba. Vitumbo vimekaa hivi. Kwa shako, hamna lishe. Mwanadamu hana upendo. Ila wazee walipokuwepo walikuwa ni walimu. Yeye utakuta yani kila wakati shangazi atakuja, shangazi na nini watakuja, lakini walichukua mpaka zile ng'ombe za mzee. Baba alikuwa ni mwalimu, anahamishwa huku na huku. Walichukua zile ng'ombe wakauza, wakapoteza. Tumeenda kufuata angalau tu baba yenu, akisema baba yenu aliuza zote, hakuna ng'ombe. Lakini hao wakubaki walikufa. Apandacho mtu ndicho atakacho. Akula mali ya mjane na yatima, anatafuta kaburi. Kwa wana wa Mungu, mvua imenyesha, tumeangukiwa pale. Wanakuja wana kijiji, wanachimbua, wanasema kumbe wako salama. Tukatoka pale. Tumetoka pale, badala ya kukaa pale serikali ya kijiji, tukaenda kwa ofisi ya kijiji. Hakuna mtu anaje kukuona. Kweli ni abati. Mnalala mnakula nini? Paka brother anarudi. Mvua imeisha, tunakaa mahali omba tu. Sasa hiyo simamisha nyumba hiyo ya tope, tunajenga mvua za kati kiangazi. Hakuna mtu anakusaidia kusema wale watoto wamebaki pale, ngoja tukaone au tukae na mtu. Kila mmoja anakuogopa, anaishi unapeleka mzigo kwake. Tuliachwa. Lakini Mungu hajawahi kutuacha. Hajawahi kutuacha. Na wanakuambia kwamba ukiona leo tunahubiri injili mahali hapa, tumetoka mbali. Ninajua makomo, ninaona changamoto zinazopita. Nataka nikwambia kwamba Mungu wa mbingu na nchi, tunakuja mjini, una mahali mtu akukupokea. Unalala pale vinyago pale. Wale kama wewe. Chini ya meza nalala huko chini. Meza kupitia chakula, watu wanakula vyakula pale. Usiku mimi ndo nalala pale. Lakini sikumwacha Yesu, alikuwa anaenda kanisani. Nimefungiwa chumba changu na mwenye nyumba. Nikaanza kulala pale maeneo, najificha kama chokora. Sikumwacha Yesu. Kwa hiyo nataka nikwambie mwana wa Mungu, wanadamu wana upendo ambao kitu fulani kikiisha wanaondoka. Lakini sijawahi kumwacha Yesu, kwa sababu yeye ndiye aliyonipenda. Yeye ndiye aliyotuongoza mpaka sasa hivi. Lakini kwamba wazazi wako waishi miaka mingi, utakuwa mtumwa kwenye nyumba zao. Watakufanyisha wanachotaka, kwa sababu hakuna mtu anakontrol maisha yako. Ikawa shuhuda moja, binti moja, kizazi chake kikaharibika. Baba yake alikuwa tajiri sana. Baba alipofariki, mama akafukuzwa, akaondoka. Wale watoto wakaenda kwa baba mdogo. Walikuwa wanasoma shule nzuri, wakatolewa kwenye shule nzuri, kama shule za kawaida. Na walikuwa wanalipiwa ada nzuri, na ile baba ana machumba ni mengi mno. Yule binti amemaliza shule, ile kijana wa kwanza wa kiume akaambiwa wewe utakupeleka sekondari, lakini wewe utaenda kusoma cherehani. Asema baba ana magari, tunaona yako hapa. Baba ana nyumba, wewe unachukua kodi. Baba mdogo, naomba mimi unipeleke shule, nataka sekondari. Anasema hakuna hela. Kaanza kuwatesa wale watoto. Na mali ni za baba yao. Siku mtoto akike amelala kule, ile baba akaenda kambaka. Shetani alikuwa mbaya. Kapata ujauzito ile binti. Mama mwenye nyumba anamwambia ujauzito umetoa wapi? Anashindwa kusema. Shetani alikuwa na adabu. Na akaambiwa ukisema kwa mama yako huyu wa kambo au kwa mama mdogo na kunyonga, takuipata sumu. Mtoto anaishi kwenye psychological, anaishi kwenye maisha makuu.
Watumishi wa Mungu utasikia mambo mengi. Ni miaka mingi, kama miaka 10 iliyopita. 12 nafikiri. Akanitafuta, akapewa namba, mkimbia nenda kwa mtumishi. Wakati sasa akazidi, akamwambia sasa nikupeleke ukafanya abortion. Akampeleka kwenda kutoa ile mimba. Ile mtoto ametolewa mimba, anarudi nyumbani, kumbe kizazi hakijasafishwa, kikaanza kuoza. Mtoto ananuka, kizazi kimeoza. Anamwambia nani? Anamweleza nani? Dunia ilivyo wakatili. Na kiangalia shida imetokea kwa yule baba, shetani alivyo mbaya. Akamwambia yule baba, nasikia 1 2 3. Akaambia twende nikurudisha. Amerudisha pale. Kwenda kuambia kama kizazi chako akifai, kimeoza, inabidi tuking'oe. Kitolewe. Binti anafanyiwa operation, anafichwa. Yule mama sijui. Akaficha yule mama kwa saikolojia ambayo ni kubwa mno. Paka yule binti akapona, akarudi nyumbani. Akaendelea na maisha yake, akapelekwa VETA kushona. Akaanza kushona. Kapata mchumba. Haliamweleza kwamba hana kizazi. Hapo shughuli. Ndoa ikafungwa kubwa sana. Maisha mazuri sana. Wakaendelea na maisha. Binti yule ndo akanitafuta, kanieleza hizi habari, ushuhuda huu. Mimi mtumishi, mume wangu huu ni mwaka wa 3 tukipata mtoto. Na mimi na 1 2 3 nilisababishiwa na baba mdogo 1 2 3. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ninafanyaje? Na mume wangu amesema kesho kutwa tunaenda kwa specialist kwenda kupima kizazi. Kionekane kipo au hakipo. Kina mirija ifisibuli. Ila ze consider. Yeye alishanyofolea kipo. Na siku nikitokea hapo mtumishi, nafanyaje? Nilimdanganya mume wangu, bwana ningeambia ukweli. Na tuna furaha na mume wangu, napenda, tutapendana. Ili Mungu hawezi kunifanyia hata ishara na miujiza, tumbo langu likabeba uzazi, likabeba kizazi. Nikamwambia yote yanawezekana. Yupo aliyokuletea kizazi, anaomba kizazi. Anaweza kuponya, anaweka na kizazi. Sema kweli? Nikamwambia yes. Amini tu utapokea. Nikamwambia amini tu utafanya nini? Hukutaka hukutaka wewe hujajifanyia uzinzi ukafanya hicho kizazi kwa uzinzi. Ni kwa sababu ulisababishiwa na mtu mmoja mjinga. Tukafanya maombi. Omba kweli kweli masaa 3. Omba kweli kweli. Piga maombi kweli kweli. Nikamwambia panda madhabahuni, kagaregare kule. Tukaomba masaa ya kwanza likapita, la pili likapita, lile la 3 linafika. Nikaona mtu anapiga ukuga, anasema kuna kitu kimeingia kama baridi kimekita kwenye tumbo langu. Nikaona kama ganzi, nikasikia baridi na moto ukawaka. Kwenye tumbo nikasikia kama kuna kitu kimepita. Nikamwambia njoo nikuombe. Nikamuuliza, anasema nimeshamponya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu yupo anayetupenda. Yupo anayetupenda. Nikamwambia sasa nenda kwenye hospitali ukaangalie, ukapime kizazi. Ameenda mahali akapima, akaenda kwa daktari yule miaka hiyo. Alikuwa bado nilikuwa ni private. Akasema akaenda, naomba nikuchunguza kizazi chako kimekaaje. Kwenda kupima, akakuta kizazi chake hakijawahi kuwa na shida, hakijawahi, ni kipya, kimekaa vizuri. Kila tukakamia, unanikumbuka mimi ni fulani ndio watu wa kizazi mwaka fulani. Wewe ndio mimi. Sasa hicho kimetokea wapi? Tulikitoa. Au wewe ni mtu mwingesema ni mimi. Nimemwomba Yesu ameniwekea kizazi kipya. Amina. Yule baba ndio akaanza kumwelezea yule daktari, akaanza kushangaa sana. Akasema shukuru Mungu wako. Miujiza ipo. Mwambie jirani yako muujiza upo. Mwambie jirani yako muujiza wa Yesu upo. Bwana Yesu asifiwe. Dada hapa juzi kwa tunafanya maombi kwenye simu, wale kwenye maombi ya WhatsApp. Wenyepo kwenye grupu la maombi. Maombi yale ya kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Mpaka Jumamosi jioni. Wakati naendelea kuomba kwenye recorded ya WhatsApp, nilikuwa nasema kila mmoja akamate mahali ambapo anahitaji afunguliwe. Anasema alikuwa na shida ya uvimbe kwenye tumbo, fibroid ilikuwa limezidi kabisa. Anasema wakati mimi naendelea kuomba kwenye recorded ile ya voice note, napoendelea kuomba akasikia kuna tumbo
limekaza likakaza, ni wiki mbili zilizopita, limekaza, mwisho wa siku akasikia kuna kitu kimepasuka. Kilipopasuka akashangaa madamu yanamwagika meusi, yanamwagika madamu mengi, anasema yakoturuzika. Anasema nikaenda bafuni, mabonge ya damu yanaanguka. Anasema kunaendelea kuomba, tumbo langu ule ugumu unaanza kuisha, manyama fulani yakatoka kama vipande yamekatwakatwa, tumbo langu likarudi kwa salama. Ikawa ule uvimbe umeyeyuka. Paka sasa ananiambia mtumishi ni mzima. Kwenye maombi tu ya kwenye grupu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi huwa sipendi kuonyesha watu kwamba kanisa hili lionyeshe siji ushuhuda watu wamefanyiwa nini. Bibi Yesu alisema usimwonyeshe nini? Usimwonyeshe mtu yule jamaa alipomponya. Nenda zako wapi? Nyumbani. Wataona tu kwamba wewe umepona. Watu wengi hapo wamepona wengi. Hatuna sababu ya kueleza habari. Na maana mimi nahubiri kama mimi tu na press team. Sionyeshi watu maombi na muombezi na muombea nani anapindukaje, mapepo anarukaje. Sina sifa za kijinga. Amen. Sasa watu wengine akifanya ndio kanisa lina upako. Upako sio watu kulipuka na mapepo. Kanisa jingine inaweza kawa lina upako wa Mungu. Pepo aliingia hata mlangoni. Yaani mapepo yakikabaka yanatoeka na ukitoka unakuwa mpya. Kuna mwaka fulani tulikuwa tuna maombi ya kijinga. Sema maombi ya kijinga. Maombi ya kijinga kwa hivi kanisa, mapepo yasipolipuka mnasema kukuwa na upako leo. Hivi jamani, hii mapepo yakipiga kelele ndio upako ulikuwepo? Mapepo yanatakiwa yaogope. Yesu alisema, akauliza sema tuna nini nawe mwana wa Mungu? Tumefanya nini? Yakajitambulisha akaondoka. Hakukemea, kwa yanajitambulisha yanasema yanaondoka. Kwa tukao tunasema leo hakuna kukuwa na nguvu ya Mungu kabisa. Kwa tulipoona shetani akagundua Bwana, kumbe anataka anakemea, watu wakawa na mapepo ni kudondoka. Tukaanza kukemea saa ngapi hiyo ibada? Saa 8 mpaka saa 2 usiku. Siku nyingine mpaka saa 8 saa 9 usiku. Eti mapepo watu 5 mnaanguka nao. Unajua kwa mambo ya ajabu. Sasa naelewa. Toka anakuja mwingine jasho anaenda kabla anakunywa na maji mpaka sauti mpaka sauti imefanya nini? Mwenye upako anafanya kwa jina la Yesu, nimekuamuru ondoka pepo. Inuka uwe mzima, ukale mkate. Kanywe soda ya baridi, mwanangu umepona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Upendo wa Mungu ni wa kweli. Upendo wa Mungu haujionyeshi. Upendo wa Mungu unafadhili. Upendo wa Mungu, kanisa lina furaha, kanisa lina amani, kanisa lina kila namna ya baraka katika lile eneo. Na huo ndio upendo wa Mungu. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba penda watu, ishi na watu vizuri. CV yako naitengeneza mwenyewe kwa upendo. CV ya mtu atengenezi mwenyewe, inatengenezwa na watu wanayemuona kupitia upendo wake. Nasema CV yako wewe ukifa hufi leo na kesho baada ya kutimiza kusudi la Mungu. CV yako wewe inatengenezwa na wewe. Hakuna mtu aliyekufa anasema akaandika CV, wanaandika alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mtu mwenye furaha, alikuwa na upendo, alikuwa ni mtu fulani. Wanaandika kwa maisha ya watu. Maisha ya kwako yanaandikwa kwenye vibao vya mioyo ya watu, sio moyo wako, watu. Kwa unapotengeneza jambo la upendo kwa watu na kuwa mwenye furaha na kuishi maisha mema, kuna CV itaandika kwa mtu mbaya, alikuwa ni mbea, bora amekufa. Kwa tunagombana mtaa mzima, wanasema acha tutue mzigo. Jiwe kula pembeni lifanye nini? La wateshi limeondoka. Kuna watu wengine Mungu anatamani, watu wengine wanatamani, kwa nini anatugombanisha? Siaondoke tu ame mtaa. Sawana upendo ni chuki. Maneno yake ni kugombanisha tu watu. Maneno yake ni mabaya, kulaumu tu. Maneno yeye anajiona ni salama kuliko watu wengine. Anajiona ana upako sana kuliko
watu wengine, anajiona yeye ana hela sana kuliko watu wengine. Hela ni za kwake, lakini upendo wa kweli ni wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Tunapofika karibu na mwisho, tuliangalia matunda ya kiroho. Kwa hiyo ukisoma Waefeso ile sura 4 mstari wa 15, Waefeso 4:15, Waefeso 4 sura mstari wa 15, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa cha Kristo. Upendo wa Kristo. Anasema lakini tuishike kweli katika upendo, ili tuweze kuona uzima wa milele, tuifikie toba ya kweli, tuweze kushinda ulimwengu huu na kuona uzima wa milele katika yeye. Nimekwambia Yesu alikuja kwa mambo mawili, jambo la kuokoa na kuponya roho za watu. Si mambo ya kusema utapata hela, utapata upako, utapata afya njema. Haya ni matunda ya upendo wa Yesu. Unapokuwa naye utakuwa mzima, utakuwa na fedha, lakini anasema kwamba uzima wa milele ndio kitu cha msingi sana. Hiyo 3:16 Yohana ambayo tumesoma, kwa maana hii jinsi Mungu alipenda nini hata akamtoa nani, ili kila asipotee bali awe uzima wa milele. Kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Baada ya maisha haya, Biblia inatueleza kwamba tutauona uzima wa milele. Hapa duniani hatuna mjidumu hata mmoja, tutauona uzima wa milele. Ishi maisha mema, ishi maisha ya kumpenda Yesu, nao utabarikiwa, na kila utakalolifanya litakuwa upande wako, na nguvu ya Mungu itakuwa pamoja nawe. Kama mtu umemshika moyoni, mwachie. Ukimwachia, Mungu atashughulika naye. Ni kweli amekuumiza, ni kweli amekutesa, ni kweli amekuletea mambo fulani kwenye maisha, shida sio ya kwako. Mshushe kwenye moyo wako. Unajua kabisa ni adui, usichangamane naye, mweke pending, lakini mpe ndani ya moyo wako. Endelea na safari yako vizuri, endelea na safari yako, endelea tu na safari yako ya maisha, endelea tu na mapito yako unopita. Utakutana na Msamaria, utakutana na Yesu Kristo njiani. Aidha wewe amekushika mkono sahihi, au utakutana naye njiani, anakuambia mwanangu, mateso yako yamefika mwisho, nimefuata upendo. Huwezi kutafuta upendo kwa Yesu kama una upendo. Upendo hauji. Lazima Yesu anaangalia kwanza upendo wa mtu. Eneo la mwisho mtasema, jifunze kuweka alama kwenye maisha yako, alama ya kazi ya Mungu, kuonyesha upendo kwa Kristo. Jifunze kuweka alama kwa ajili ya kazi ya Mungu. Chochote kidogo licho nacho, weka alama. Weka alama. Mungu hatakakuache. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno la uzima ambalo tumelipata. Tunasema asante hata kwa mtazamaji aliyofuatilia kwenye YouTube channel sahihi. Baba, na chini ya neema ya Bwana ikatawale. Upendo wa Kristo tawale kwenye maisha yako. Upendo wa Kristo tawale katika kazi ya mikono yako. Kila utakalolifanya libarikiwe. Mungu msaidie kuwa na akiba ya upendo ndani yake, kuwasaidia wajane na yatima, na neema yako ikasimame Bwana. Mpe roho ya nyama, usimpe roho ya jiwe. Ule moyo wa nyama ukawe sasa ndani yake, na ile kila moyo wa jiwe ukaoneka ndani yake, ili awe na upendo ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen.